بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تباركه وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من عذاب النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول الله تباركه وتعالى بعد الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم جعلنا من الفائزين. Ndugu zangu katika iman, baada kumhimidi Allah tabarakahu wa taala na kumtakia ziada za rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kwa mapenzi yake Allah jalla wa ala ametuchunga ametukokota katika wachache miongoni mwa wengi tumeweza kuifikia siku hii ya Ijumaa. Tutambue ndugu zangu katika imani, wakati ambapo tupo katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah tabarakahu wa taala, muda huu wapo viumbe vya Allah jalla wa ala katika wanadamu, wapo katika majaribu yale ambayo Allah amesema kwamba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kwamba apate kutujaribu baada ya kutuumba kuwa asili yetu ni kifo, kuwa asili yetu ni mayit, na Allah kututia uhai, na baada ya hapo Allah anasema lengo ni kuwajaribu ni nani kati yenu atakuwa na matendo yaliyokuwa mazuri ya kumpendeza yeye Allah tabarakahu wa taala. Wapo ndugu zetu katika imani, wapo katika vitanda vya maradhi wakiwa wanaugulia kwa maumivu ya maradhi waliojaribiwa na Allah jalla wa ala. Wapo ambao wanahamishwa katika majengo ya serikali kwa makosa au kutokuwa na makosa, kupelekwa katika vizuizi ambavyo Allah amewajaribu kutokana na mitihani hiyo. Na wapo pia ndugu zangu ambao sasa hivi malakul maut ameshafika katika vitanda vyao, anatoa ile amana ya Allah tabarakahu wa taala kwa ajili ya kuanza maisha mapya, maisha ya akhira, na kuachana na maisha ya haya ulimwengu. Ndugu zangu, asijioni mmoja wetu yoyote kuwa ni mjanja katika yale ambayo anayatekeleza yaliyokuwa mazuri, wala sijione ni mwerevu sana akiwa amekwepa matatizo, amekwepa ajali, amekwepa njaa, akaona kwamba ni zile harakati zake akiamka asubuhi akiwa anakimbia
wengine kwa maelekezo ya madaktari kwamba ili uepukane na kifo lazima ukimbie kidogo, hapo itakuwa unaweza ukanusurika. La haula wala quwwata illa billah. Ndugu zangu, haya yote mfanyaji wake ni Allah, mtendaji wake ni Allah, mwezeshaji wake ni Allah jalla wa ala. Lililokuwa kubwa ndugu zangu kwetu sisi Waislamu katika haya yote tunayoyafanya yaliyokuwa ya kheri na ambayo tunayoyaacha yaliyokuwa ya shari, la muumini la kusema kwake ni la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Haya ndio maneno matukufu ambayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ameuachia umma wake katika kuto kuingiza akili wala uwezo wa kibinadamu, zaidi kila mmoja ajue yanafanyika kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Ndugu zangu, bimashiati llahi subhanahu wa ta'ala, leo tutahusiana katika kukumbuka na kufanya ibada kumwabudu Allah jalla wa ala. Ndugu zangu, watu wengi wamekuwa na mughafala wa kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Watu wengi wamekuwa ni kwa lugha ya sasa ni wavivu katika kujikithirisha kumuomba Allah jalla wa ala. Ndugu zangu, watu wengi wamekuwa wako nyuma kutokana na yale waliokuwa nayo katika mizigo ya madhambi, katika mizigo ambayo wanaona wakizungumza na Allah haya matatizo hawatajibiwa. Watu wa namna hii wapo wanafikiria kwamba Allah ana ugomvi na kila kiumbe ambaye amemuasi. Lakini ndugu zangu, niwaeleze kwamba kila anayekuja katika nyumba ya Allah huyo ni asi, huyo ni mtenda madhambi, huyo ni mkosefu. Anakuja hapa kwa ajili ya kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anasema fi buyutin adhina Allahu an yudhkara fiha ismuhu, kwamba katika nyumba hizi za Allah tabaraka wa taala Allah ametoa ruhusa litajwe jina lake, atajwe yeye, akumbukwe yeye, aombwe yeye, aabudiwe yeye. Allah tabaraka wa taala ametoa ruhusa hiyo. Ndugu zangu, ibada imegawanyika. Kuna ibada ambayo ile iliyogawanyika katika misingi sahihi ambayo imeelekezwa na sheria ya Uislamu wetu na sheria ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umwabudu Allah kwa ikhlasi na kuitakasa nia yako na kutarajia malipo kutoka kwa Allah jalla wa ala. Na ibada, kuna ibada kaulia wa fi'liya, lakini wakakusanya wanazuoni neno la ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahirata wal batinata wama wafaqa bihi al-kitabu wa sunna. Hili neno ibada wanawavyuoni wameligawanya wakasema, ibada ismun ni jina ambalo lililoenea likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, kila lile ambalo Allah analipenda na analiridhia. Hii ni maana ya ibada. Kila ambalo utakalolifanya jambo zuri ili unatambua kwamba Allah analipenda, basi tambua hilo ni ibada. Min alqawli wal amal, kutokana na maneno au na vitendo, adh-dhahirata wal batina, vilivyokuwa vya wazi na vilivyokuwa vimefichikana, wama wafaqa bihi alkitabu wa sunna, na yale ambayo yamefungamana na Qur'ani na sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah tabaraka wa taala anatueleza maana ya mtu atakayejipwekesha na maneno mazuri. Kwa maana Allah anatuhusia tumche Allah, tumuogope yeye Allah. Waqulu qawlan sadida, nasemeni maneno yaliyonyoka sawa sawa, nasemeni maneno ya kweli, nyosheni ndimi zenu. Sehemu ya kuongea ukweli, zungumza ukweli. Sehemu ya kuongea hapana, sema hapana. Sehemu ya kusema ndiyo, sema ndiyo, ambayo
faida yake Allah anasema yuslihu lakum a'malakum, Allah atakutengeneza matendo yenu, Allah atatengeneza maisha yenu, Allah atatengeneza mihangaiko yenu, Allah atatengeneza harakati zenu. Bado Allah anaahidi wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atasamehe madhambi. Kwa nini? Qaulan sadida, kwa kusema neno lilokuwa limenyooka sawa sawa. Naomba Allah atupe mazingatio. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, ndugu zangu katika iman, naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia ndugu zangu katika iman katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Na maudhui yetu ikizungumzia namna ya kumpokesha Allah, namna ya kumwabudu Allah, ibada kwa ujumla. Ndugu zangu katika imani, huko nyuma katika zama za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, yalitokea maisha ya watu kwenda kupigana vita. Ikatokea kundi miongoni mwa makundi au kundi katika watu watatu na wanne katika masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao kwa nyakati hizo hawakuweza kwenda kupigana vita, hawakuweza kwenda kudiriki na mtume wa Allah katika kupigana jihadi zama hizo. Ndugu zangu, hawa watu baada ya kurudi maswahaba, yalitokea unyonge kwa wao. Wengine walishindwa kwenda vitani kwa sababu ya ule uwezo, hana mnyama wa kwenda naye vitani, hana upanga wa kwenda nao vitani, hana chakula cha kubeba kwa ajili ya kwenda vitani. Kwa ufupi, hali yake ilimuumiza ile hali kabisa. Lakini mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wakati wanasafiri katika kwenda kupigana jihadi, miongoni mwa maneno yake anasema, hatutapita jangwa lolote wala mlima wowote wala kukata masafa yoyote, isipokuwa kuna watu tumewaacha nyuma, wakiwa nyoyo zao zinasononeka, wakiwa macho yao yanabubujika machozi kwa sababu ya hili, wameshindwa kuliendea. Sisi tuko pamoja nao katika ujira. Hawa ni watu ambao waliporudi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, walimwahidi Allah kwamba sisi tukijaliwa tena kuwa na uwezo kwenda jihadi fi sabilillah pamoja na mtume wa Allah, kwamba wallahi nitamuonyesha Allah nini nitafanya. Hawa ni maswahaba ambao waliweka wazi nia yao ya kumwabudu Allah, waliweka wazi nia yao ya mapenzi ya Allah, walimwahidi Allah mpaka Allah akawaambia, akateremsha aya katika Qur'ani kwamba rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, kwamba hawa kwanza ni wanaume ambao haviwashughulishi wao kuuza kununua katika dhikri ya Allah tabaraka wa taala. Na sehemu nyingine kwamba Allah aliwasifu hawa wanaume wasifu ambao baada ya kuingia katika vita, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahada Allah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wama badalu tabdila. Al-aya,
Hawa maswahaba baada ya kupata fursa ya kuingia na mtume wa Allah katika viwanja vya vita, hawa walifanya kweli. Miongoni mwao walipigana jihadi mpaka kufa katika uwanja wa jihadi, na wengine wao walikatwa viungo vyao wakarudi katika jihadi wakiwa tayari washatanguliza mguu mmoja katika akhira, wao wapo duniani. Allah akasema, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi, katika waumini kuna wanaume ambao wamefanya kweli ile ahadi yao, wamemsadikisha kweli Allah tabaraka wa taala ile ahadi yao kwamba watafanya vitu wakiwafikishwa katika jihadi. Wa minhum man qada nahbahu, na wapo miongoni mwao tayari wameshakufa katika jihadi hiyo. Wa minhum man yantadhir, na miongoni mwao kuna wanaosubiria kwenda katika akhira, katika janna ya Allah, wapo duniani wanasubiria. Ndugu zangu, hawa ni jamaatu as-sahaba, ni kundi la masahaba. Ndugu zangu, waliitoa hii dini ya Allah kwamba ni thamani kuliko maisha yao. Kwa nini ndugu zangu nimeyasema haya kwa mnasaba huu? Sina kawaida wala sikusudii kuharibu mazingira ya ugali wa mtu wala kuharibu kibarua cha mtu, lakini katika lile ambalo wachache wamelisikia kwamba leo kutakuwa na mtu ana nembo ni sekretari wa Allah, niweze kutumia kwa lugha hii kwamba huyu mtu ana cheti maalum akiombea dua kwamba Allah anahofia dua yake kuto kuirudisha, anamjibu. Na hili janga hasa ni kwa wanawake, wanabebwa sana, kwamba leo kuna watu wakusanyike sehemu fulani wakaombewe dua kwamba akiwa na matatizo ya kuto kupata ujauzito, leo atakuwa ndo suluhisho la ujauzito wake. Akiwa na matatizo ya migogoro ya ndoa yake, leo ndo suluhisho ya ndoa yake. Akiwa na changamoto ya kazi, leo ndo suluhisho ya kazi yake. Mola wetu hayuko hivyo ndugu zangu. Allah tabaraka wa taala anamjibu kila mmoja kwa mujibu wa hali yake. Hivi atuisomi kauli yake Allah tabaraka wa taala akimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba atakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, waambie mimi niko karibu nao, ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum madha yarshudun, kwamba hawa waja wangu watakapokuuliza kuhusiana na mimi, waambie mimi niko karibu nao sana, basi waniombe mimi, waniamini katika maombi yao, waniamini katika kuniabudu, kuwaelekeza, na waniombe mimi nitawajibu hao. Haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Leo unapomjalia Allah ana wakati na kati kwamba lazima atakapoomba dua mtu huyo ni lazima Allah ajibu, huu ni katika aina ya ushirikina. Ndugu zangu, tuwahusieni waliojaliwa wake wahusie wake zao, waliojaliwa mabinti wahusie mabinti zao, kumpwekesha Allah, afanye ibada ndio suluhisho la matatizo yote. Haiwezekani, kisha haiwezekani mtu hana ibada ya swala tano eti leo akatetemeshwe na kumwagiwa maji na kuuziwa maji na kupewa maji bure yametiwa rangi. Ndugu zangu, haiwezekani. Hawa mama zetu wanatakiwa wakhofishwe na janna na moto. Wako mbali na ibada ya Allah, wako mbali na matendo mazuri, wanabweteka kwa hivi vidua vinavyotangazwa mitaani kwenda kutolewa pesa zao, na mtoaji wa pesa ni mimi na wewe. Ndugu zangu, katika haya masala yana mambo mengi sana ya utatanishi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Katika haya masala mtume wa Allah anaeleza kwamba hakika ya mambo ya halali yamewekwa wazi na hakika ya haramu iko wazi.
wa bainahuma umurun mushtabihat. Katika haya mawili kuna mambo ya kutatiza, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, wengi katika watu hawayajui mambo ya kutatanisha. Haya mambo mawili hawajui, la haramu ni lipi, la halali ni lipi. Ndiyo maana akiletewa masala ya hakika kabisa anasema mimi bwana sijasoma lakini unidanganyi. Sasa wewe udanganywi vipi? Leo unaambiwa uende na chupa tupu ukajaziwe maji yalotiwa rangi, karafuu, yalotiwa marashi ya Pemba, eti yatibu matatizo yako. Hali ya kuwa mwanamke, ndoa yako ni mdomo wako, mdomo ni mrefu kwa kumjibisha mumeo, mdomo wako ni mrefu kwa kusambaza umbea. Hivi kweli kwa haya maji unaokwenda kupewa yatatengeneza ndoa yako au yanakwenda kutibua ndoa yako? Hivi kweli unashindwa kuleta istighfar, unashindwa kumuomba Mola wako eti ukaombewe na mtu Allah atetemeke afungue matatizo yako, akuondolee matatizo yako? Ndugu zangu, hili ni jambo ambalo haliwezekani. Wamattaqi shubuhat faqad istabra lidinihi wa irdihi, yoyote ambaye atakajiepusha na mambo ya shubha ameitakasa dini yake na heshima yake. Waman waqa'a fi shubuhati waqa'a fil harami, na yoyote atakaingia katika mambo ya shubha ameingia ndani ya haramu. Masala haya anaweza akaja mtu akakuuliza, bwana sigara vipi, makuruhu au makaraha? Wewe mnyoshee tu kwa vile ni shubha, kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam upo ndani ya haramu, kwa sababu karra'i yar'a haula alhima, kwamba mfano wa mtu huyu anayecheza na shubha ni kama ya mchungaji mwenye wanyama, anachunga katika mipaka ya watu, mipaka mashamba ya watu, shamba la mahindi, shamba la maharage, amepita na wanyama wake katika ile mipaka, anachunga wanyama wake. Hili swala yushaku ayartaa fihi, huyu mchungaji anakuwa na wasiwasi kuchelewa zaidi kuingia katika shamba la mtu, wanyama wakala mahindi. Ala likulli malikin hima, tambueni ndugu zangu katika imani, kila mfalme ana mipaka yake. Ala wahima Allahi maharimuhu, kwamba tambueni kwamba hakika mipaka ya Allah ni yale aliyoyaharamisha yeye. Ndugu zangu, hatuukatai usharifu, hatuupingi usharifu, lakini usharifu wenyewe sio wa namna hii wa kukusanya wanawake, wa kuwakusanya na wanaume na kuwaongopea na kutafuta lugha ambayo uonekane ni sharifu. Yani mtu hajui kuongea vizuri, shasha hebu niletea hayo maji, shasha hebu shogea hapa, shogea, aonekane kwamba mbona anaongea tofauti, kweli sharifu huyu. Usitutatize bwana wewe. Haya ya kwako wewe umetutungia, kwamba usitugeuzie lugha yako ya Kiswahili ukatuona kwamba sisi ni mapunguani tukakufata. Wewe nyoosha tu kwamba bwana mimi nimekuja kutafuta ugali. Hakuna tofauti na kina Mwamposa kuongopea watu. Ndugu zangu, tumwabuduni Allah. Ndugu zangu, tumuombeni Allah. Naamini mwenye maumivu makubwa ya kusikia maumivu ni yule aliyochomwa na mwiba. Wewe ndio unajua shida ulizonazo. Kwa nini usizungumze na Allah? Allah hana ugomvi na yoyote kati yetu. Ndugu zangu, Allah hana ugomvi na yoyote kati yetu maadama tuko hai, hana ugomvi na yoyote. Vipi kafiri anampa anachokihitaji, anakula, anakunywa, anaishi maisha mazuri? Vipi wa Muislamu na la ilaha illa Allah unashindwa kuitumia vizuri? Ndugu yangu, vipi Muislamu na Qur'ani, kitabu safi, kitabu ambayo kimenyooka, unashindwa kukitumia Qur'ani? Matokeo yake tunakwenda kuongopewa ndugu zangu, matokeo yake tunakwenda kudanganywa ndugu zangu, matokeo yake tunakwenda kutoa pesa yetu ya ugali, tunakwenda kumpa mtu, anakwenda kunafika na maisha yake, anakwenda kunafika na familia yake, sisi tunabaki kuwa nyuma. Ndugu zangu, tumcheni Allah, tusemeni maneno yaliyonyooka, Allah atatengeneza matendo yetu.
Njoo wakati ambapo hakuna watu, lete istighfar, lete tasbihat, zungumza na Allah, kumbuka yale matatizo yako, kumbuka yale maradhi yako, kumbuka zile shida zako, mlilie Allah. Uone kama Allah atakuacha ndugu yangu, uone kama Allah atakuacha bure ndugu yangu. Lakini wakati ambapo tunatakiwa kumbembeleza Allah, tunakwenda kubembeleza mipira, tunakwenda kujibanza katika vibanda vya mipira, hali ya kuwa wakati ambao ni wakati munasib wa kuzungumza na Allah, sisi tupo katika kushangilia. Alafu tumetega kwamba tunasubiri tuende kwa fulani, tuende kwa fulani, amekusanyika, amekuja atuombe dua. Mnayajua madhaifu yake, mnajua alionayo, mnajua matatizo yake, yeye kajitosheleza na yapi hadi aje aombe nyie dua. Hatukatai mlango wa kuombeana dua. Unaweza ukamfuata ndugu yako katika imani, ukimuona ana athari ya wema katika dhahiri yake, bwana ndugu yangu, katika ibada zako na kuomba niombee dua na kadha wa kadha, au simbainishie matatizo yako, bwana na mambo mazito ananisibu katika dua zako, usinisahau niombee dua. Masahaba wa mtume waliyafanya haya, lakini sio kutengeneza biashara ya kuwakusanya watu. Lan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatakuwa radhi mayahudi na manasara mpaka tufate menendo yao, utaratibu wao, kanuni zao, maisha yao, misingi yao, zile ratiba zao. Hapo mayahudi na manasara watakuwa ni marafiki zetu. Qul inna hudallahi huwal huda. Ndugu zangu katika imani, tutambue uongofu ni uongofu wa Allah tabaraka wa taala, hakuna kinyume na hilo. Ndugu zangu, leo akifanya mlokole na sisi tunatafutana, tunatafuta kitoto kidogo, tunakikaribisha maneno, kiongee, kihifadhi. Leo akiletewa ndugu yangu, ndugu yako, anaanza kubabaika. Lakini tambua, kwa nini wanafanikiwa? Kwa nini wanaenda wanaombewa dua hizo hizo za pancha pancha wanafanikiwa? Allah anasema, waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jibu la wale ambao wanakwenda kuombewa dua hizi ambazo zimechanganywa na ushirikina ndani yake, Allah anasema, waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda, yoyote atakempinga mtume, atakaenda kinyume na mtume wa Allah baada ya kumbainikia yeye uongofu, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko huko anapopahitaji, anapoelekea. Leo ukiamini hii simu inakupa manufaa, Allah atakuelekeza katika hiyo simu yako, itakupa manufaa. Leo ukiamini ng'ombe anakunufaisha, anakupa madhara, Allah atakuelekeza katika huyo ng'ombe akupe manufaa na madhara. Lakini ni njia gani? Nuwallihi matawalla wasaat masira, kwamba mafikio yake ni mabaya, mafikio ya jahannam, waliyadhu billah. Allah tunasoro. Ndugu zangu katika imani, tuzungumzeni na Mola wetu. Allah hana ugomvi na sisi, Allah hana ugomvi na yoyote. Hatujachelewa ndugu zangu, matatizo yetu tumwelekeeni Allah, shida zetu tumwelekee Allah. Siri kubwa ya kujibiwa matatizo, kujibiwa dua. Ebu amka usiku ndugu yangu, swali. Amka kila siku, jitengee walau rakaa 2 katika usiku. Amka uswali, uzungumze na Allah, kisha lala. Yafanye hayo kwa kadiri ya mwezi mmoja na kuendelea, alafu utakuja kuona mabadiliko ya hayo. Lakini tukifanya ibada za kumtegea Allah, ibada za kumtegea Allah, wallahi tutasugua sana, hatutasonga mbele, hatutaendelea mbele, hatutasonga mbele katika jambo lolote. Allah tabaraka wa taala akituwafikisha, tutakuja kutazama ni mambo gani ambayo watu wanamuomba Allah alafu hawajibiwi dua zao. Ni mambo gani hayo? Insha Allah, Allah akituwafikisha,
Kama nitapata fursa nyingine insha Allah tutakuja kupeana hayo mambo ambayo ni mambo gani watu wamesahau, mpaka dua watu hawajibiwi, watu wanamwomba Allah, watu wanamlilia Allah lailan wa nahara, usiku na mchana, lakini dua haziendi, zinaishia hapo juu. Ni mambo gani? Namwomba Allah atuwafikishe insha Allah, tutakuja kuyaangalia. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يرحمني يرحمكم الله، وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الله